Kwa majina naitwa Irene Semistocles Lugakingila, ni artist coordinator wa Bahati Female Band, na leo ningependa kuzungumzia Nisamini project. Hakika leo tupo kwenye Nisamini listening part, lakini ningependa kuzungumzia mradi wetu wa Nisamini project. Mradi wa Nisamini project ni mradi ambao Bahati Female Band tumeweka mahususi kabisa ni katika kutetea haki za wanawake na watu wenye ulemavu kwenye sanaa. Huu mradi ni hususan tunaenda kufanya hapa Tanzania kwenye mikoa mitano ikiwemo Dar es Salaam. Hakika tunaenda kusema kwamba je, ni namna gani haki za watu wenye ulemavu zinavyoweza kuchukuliwa, je, na nafasi zao katika jamii na kwenye sanaa zikoje, hususan katika miundombinu. Tunaangalia miundombinu ambayo si rafiki kwa watu wenye ulemavu. Ukiangalia Bahati Female Band ni bendi ya wanawake ambao tumejikita watu wenye ulemavu na watu ambao sio wenye ulemavu. Kwa hiyo tukaja hii na idea ya Nisamini project ni kuchochea au kuleta mabadiliko chanya katika sanaa na watu wenye ulemavu, kujua haki zao, kujua wanafanyaje kazi, je, miundombinu serikali au jamii inawachukuliaje watu kwenye sanaa. Kwa hiyo tumetumia sanaa ili kuleta mabadiliko chanya na kuleta haki za watu wenye ulemavu kwenye jamii yetu au nchi yetu ya Tanzania. Kwa sasa hivi Nisamini project tutaenda kwenye mikoa mitano ikiwemo Dar es Salaam, Arusha, Mwanza na Dodoma. Tulichokiona kabisa kwamba tunaamini kwamba hizi haki za watu wenye ulemavu kwenye sanaa hazichukuliwi kiukubwa, pia na miundombinu sio salama kwenye ufanyaji wao kazi. Tukiangalia mahospitalini, tukiangalia kwenye hizi festival, tunaangalia miundombinu sio salama watu wenye ulemavu pia kuparticipate kama wajihisi kama wengine. Kwa hiyo hii Nisamini project au Bahati Female Band tumeona hii ni vyema sisi kama wasanii ambao tunafanya wa kike, na vile vile pia kuongelea haki na kuweka chachu katika kujenga miundombinu ambayo ni salama kwa watu wenye ulemavu. Wito wetu sisi kwa Watanzania, kwa sababu hii Nisamini project ni project ambayo ni ya Watanzania au ni ya jamii kiujumla. Wito wangu kwamba watushike mkono, waungane na sisi katika hii mikoa ambayo tunaenda tunavyofanya kazi. Naamini wananchi wako na sisi na Bahati Female Band, lakini kwenye hii project tunaomba mawazo. Ukiangalia kama tumetengeneza nyimbo katika namna ya kuelimisha jamii, lakini pia tunaomba mtushike mkono, tuungane kwa pamoja. Vile vile pia serikali nayo iungane na sisi Bahati Female Band kwenye kupitia hii project. Naamini kwamba sisi tumeanza, wengine washaanza, lakini pia ni shughuli endelevu. Sio kwamba project tumeianzisha basi inaisha, hapana. Ni shughuli endelevu ambayo kwamba tutaiendelea. Kwa hiyo tunaomba kwamba ushirikiano uwe mkubwa sana kwenye jamii pia na serikali kwa ujumla. Historia ya Nisamini project imeanzia vipi, yani msingi wake? Okay. Historia ya Nisamini project tukianza kwenye Bahati Female Band kama nilivyoeleza mwanzo, ni bendi ya wanawake ambao tumechanganyikana watu wenye ulemavu na watu ambao sio wenye ulemavu. Tukiangalia zile changamoto ambazo sisi tunapitia wakati tunaenda kufanya show au wakati tunaenda kwenye huduma za kijamii. Kwa hiyo kuna changamoto nyingi ambazo tunapitia kwa wenzetu ambao wenye ulemavu. Tukaona kwamba ni vyema sisi tutumie sanaa yetu kuleta mabadiliko chanya, kuongelea hivi vitu ambavyo huenda wengine hawavioni, lakini sisi ni project ambayo tumevipitia hivi vitu, kwamba miundombinu sio salama na haki za watu wenye ulemavu kwamba hazizungumziwi kiuwazi na kiuhakika. Kwa hiyo Bahati Female Band kwamba sisi ni mashuhuda kwamba tunafanya kitu ambacho pia sisi kimetugusa, kwamba na sisi tumo, maana yake kwamba tukiongelea hii miundombinu sio salama, tukiongelea haki ambayo sisi pia tumepitia, kwamba kuna haki ambazo sio tulizikosa kwa wenzetu ambao wenye ulemavu. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinatutachi na kimetugusa sana. Tunafanya kiuhalisia zaidi. Bendi ilianza kwanza au project ilianza kwanza? Bendi ilianza kwanza kama nilivyosema mwanzo. Bendi ilianza kwanza, ilianza Bahati Female Band. Ilianza bendi ambayo ni ya wanawake, idea sisi wenyewe pia waanzilishi tulikuwa ni wanawake. Kwa hiyo bendi ilianza, na then kadri tulivyokuwa tunafanya kama nilivyosema mwanzo, hii project imekuja kiuhalisia kwamba tumepitia changamoto. Kwa hiyo zile changamoto tukazileta, tukasema kwamba hizi changamoto tusizichukulie tu kwamba tuongelee tu changamoto, ila tuichukulie ni kwamba ni project hiyo endelevu, tufanye kwenye namna ambayo kuelimisha. Kwa hiyo kama kazi yetu sisi ni kuelimisha na tumetumia sanaa katika njia ya kuelimisha, basi ndio maana ilianza bendi, and then tukaja hii Nisamini project.
Vipi mapokezi kuhusiana na jinsi ambavyo mmeanzisha na namna gani toka mmeanzisha? Kwa kweli mapokezi ni mazuri sana tangia tumeanzisha bendi, ambao ukiangalia sasa hivi sisi tumekuwa ni kioo kikubwa. Pia tumeweza kukutanisha wanawake wengi wafanya muziki, au tumeweza kuzalisha wanawake wengi wasanii, wapiga vyombo, waimbaji. Kwa hiyo imekuwa chachu na pia imetupa nguvu ya kuendelea kufanya, kwa sababu leo hii ukija Dar es Salaam au Tanzania ukiuliza bendi ya wanawake, basi Bahati Female Band lazima tuwepo pale mbele. Bahati Female Band tumekuwa kioo kizuri, tumekuwa ni walezi wazuri. Nikikwambia tumezalisha wanawake, tuko takriban wasanii 15, au ni wapo ambao wapo kwenye bendi, lakini vile vile pia kuna ambao tumeshazalisha wengine wanaenda wanafanya kazi zao, na vile vile ukiangalia timu nzima ya Bahati Female Band ni wanawake, wengi sana ni wanawake. Kwa hiyo tumekuwa tunazalisha wanawake na kuwajenga katika namna ya kufanya kazi kwenye sanaa na kuamini sanaa kwamba inaweza kufanya mabadiliko chanya, sio tu kwa sababu ni wanawake, ila tunaamini kwenye sanaa kuleta mabadiliko chanya. Bahati Female Band kwa sababu tunaelimisha, sisi hatuna mipaka kusema kweli. Sisi tunafanya nyimbo zote, aina zote za nyimbo sisi tunafanya. Tuna dance, kila kitu. Bahati Female Band kwa kweli tuko full package. Ukija kwetu kuhusu sanaa hakuna kitu ambacho utakosa. Hapana kusema kweli. Na wanaume pia wanahusisha. Tunaamini kabisa katika kumnyanyua mwanamke basi na mwanaume pia hakosi, au kwenye kumnyanyua mwanaume pia mwanamke naye hakosi. Kwa hiyo sisi tunafanya iko kwenye namna moja. Bahati Female Band ni bendi ya wanawake, lakini pia tunashirikiana na wanaume kindaki. Ukiangalia kama wakufunzi wetu pia ni wanaume. Tuna wakufunzi ambao wengine wanakuja kutufundisha namna ya kutengeneza muziki, wengine wanakuja kutufundisha namna ya haki za watu wenye ulemavu. Je, mnaweza kuishi nao vipi? Je, mnaweza kufanya nao vipi? Kwa hiyo ni namna ambavyo unaona tunashirikiana nao vizuri sana, na wanaume wapo kwenye bendi, lakini wapo kwamba sio kwamba tumewaweka nyuma, hapana, wapo mbele wanatusaidia. Kwa hiyo tuko 50-50, ila ni bendi ya wanawake na wanawake tumesimama, ila wanawake ndo tunaendesha gurudumu. Kusema kweli ni kweli, kwanza bendi yetu hatulalamiki. Nadhani sio hiyo kutengua kauli, sio bendi yetu tunalalamika. Kipato mimi naamini ni namna ya kutengeneza miundombinu. Sisi Bahati Female Band tumejiwekea vitega uchumi vingi. Ukiachana tu na muziki, pia tunatega vitega uchumi, tuna biashara tunazofanya za bendi mule, na pia vile vile sisi tunaelimisha jamii. Kwa hiyo kuna namna ambao watu wapo wanatushika mkono, na vile vile sisi wenyewe pia tuna moyo. Kwa hiyo tunachokipata tunawekeza kwenye bendi yetu. Kwa hiyo sisi tumewekeza kwenye bendi yetu. Kwa hiyo uwekeza kama hizi projects tunafanya, umeona watu wamekuja, wametuona, wameweza kutuamini na tunafanya kwa ajili ya kutuamini. Kwa hiyo tumewekeza sana. Kwa hiyo kuhusu kipato, kusema kweli tunajitahidi, tuko vizuri kwa sababu tunawekeza na tunafanya. Bendi ni biashara, na kwenye biashara lazima ufanye biashara ili upate faida. Kwa hiyo tunashukuru Mungu, sisi biashara yetu inaenda vizuri na faida tunapata. Faida yetu ya kwanza kwamba ni kuelimisha jamii na jamii ipate matokeo chanya. Pia na faida yetu nyingine kwamba wasanii tupo 15, kweli ni wengi, lakini pia tunaweza kujikimu kimaisha. Sisi sawa hizo sio za nje tunazitamani na tunatamani, lakini target yetu sisi ni kuelimisha jamii, na tunaelimisha jamii tumeanza hapa kwetu. Hatuwezi kutoka hapa tukaenda kuelimisha jamii Ujerumani. Hatuwezi kutoka hapa tukaenda kuelimisha jamii labda wapi. Lakini hizi Germany, hizi embassy nini, tunashirikiana nao kusema kweli. Kama tunafanya kazi nzuri na wao wanatuona, kwa hiyo lazima tushirikiane nao. Hatuwezi kufanya kazi nzuri peke yetu tu sisi, tukajishikilia tu sisi. Ndio maana unaweza kuona hizi embassy, hizi institute unatuona nafasi institute kibao tunashirikiana nao, embassy kibao tunashirikiana nao, na kwenye namna moja ama nyingine yajayo yanafurahisha kwa kweli. La kwangu mwenyewe ni kwamba jamani, tuamini kwamba wanawake tunaweza, na tuamini katika ufanyaji wetu kazi, na sisi tumeweka Bahati Female Band kwamba tuaminishe jamii kwamba wanawake tunaweza na tunaweza kufanya vitu ambavyo wengine wanaweza kufanya, na ulemavu si ugonjwa. Ulemavu sio kitu ambacho kinaweza kukatisha ndoto. Sisi Bahati Female Band tuko hapa na tuna walemavu na wanafanya vizuri na tunashirikiana nao kindaki. Kwa hiyo sisi tunasema jamii mtupokee katika vitu ambavyo tunafanya. Kama nyinyi media jamani, mtupokee vizuri. Hizi radio pia mtupokee vizuri tunapokuja na jambo letu. Kwa kweli sisi nia yetu ni kuelimisha jamii na vile vile kuleta chachu kwa wanawake kwenye sanaa na kupinga unyanyasaji wa hawa watu wenye ulemavu. Kwa kweli tumejikita vizuri na tunaomba support yenu sana.